kwa neema na kibali ulichotupa watoto wako kuweza kuwepo ndani ya hema asubuhi ya leo. Tunaiweka mikononi mwako ibada hii. Tazama mtumishi anaenda kunena kwa ajili yetu. Ninaomba ukapate kumtumia Jehova. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru. Amen. Nashukuru sana viongozi wa sifa na ibada. Raymond, Mungu akubariki sana. Asante Steven, Samueli, wote ambao mmemsifu Mungu asubuhi leo. Alisoma mchungaji Skauti, lakini tumalizie tena tukiwa tumesimama. Tusimame. Joshua, karibu tena. Na Betha tulifurahi kwa huduma. Alipokuwa anasoma mchungaji, tuendelee mstari wa 12. Isaka akapanda mbegu katika nchi ile, akapata mwaka ule vipimo 100 kwa 100. Bwana akambariki, na mtu huyu akawa mkuu, akazidi kustawi hata akawa mkuu sana. Akawa na mali ya kondoo na mali ya ng'ombe na watumwa wengi. Hao Wafilisti wakamhusudu, na vile visima vyote walivyochimba watumwa wa baba yake siku za Ibrahim babaye. Wafilisti walikuwa wamevifukia, wakavijaza vifusi. Abimeleki akamwambia Isaka, utoke kwetu, maana wewe una nguvu sana kuliko sisi. Basi Isaka akatoka huko, akapiga kambi katika bonde la Gerari, akakaa huko. Isaka akarudi akavichimbua tena visima vya maji walivyovichimba siku za Ibrahim babaye, maana wale Wafilisti walikuwa wamevifukia baada ya kufa kwake Ibrahim. Naye akaviita majina kufuata majina alivyoyaita baba yake. Watumwa wa Isaka wakachimba katika lile bonde, wakapata kisima cha maji yanayobubujika. Wachungaji wa Gerari wakagombana na wachungaji wa Isaka, wakisema, maji haya ni yetu. Ndipo akakiita jina lake kisima kile Eseki, kwa sababu waligombana naye. Wakachimba kisima kingine, wakagombania na hicho tena, akakiita jina lake Sitna. Akaondoka huko, akachimba kisima kingine, wala hicho hawakugombania, akakiita jina lake Rehobath. Akasema, kwa kuwa sasa Bwana ametufanyia nafasi, nasi tutazidi katika nchi. Akapanda kutoka huko mpaka mahali hapo sasa panaitwa Basheba. Na tuombe. Baba Mungu, asante kwa neno lako la uzima. Kupitia mimi neno hili katia moyo, likainua waliovunjika mioyo yao. Amen. Na tukae. Huko Amerika naambiwa habari kwamba kulikuwa na mama mmoja, mtu mzima, aliingia kwenye duka supermarket zile wanaita Walmart, maduka makubwa yana kila kitu, lakini alikuwa ameacha gari nje likiwa silence, yani alijazimwa, akasahau funguo, gari kaliloki. Kwa hiyo mama akajaribu na watu wengine kufungua milango ya gari lake, akashindwa. Baadaye akaanza kulia, ndio mama wale mioyo midogo. Akiwa analia, akatokea mtu mmoja na pikipiki ambaye amevaa nusu nguo, nusu shati, mnaita singlet, huko hamna mikono na kadhalika, lakini huwa amechora tattoo na ndevu. Unajua watu wa Amerika wanaoendesha pikipiki wana ndevu ndefu zinafika mpaka chini. Akasema, mama, tatizo nini? Akasema, nimesahau funguo hapa, gari inanisumbua, watu wote. Akatumia kama sekunde 15, aliweka tu vidole hivi, funguo ikatoka. Yule mama akasema, oh, thank you, akamkumbatia. Mungu asante kwa ajili ya mtu mwema huyu. Akasema, hapana, usiseme mimi mwema, mimi nimetoka jela jana, mjambazi. Au akasema, basi, akamkumbatia, Mungu asante kwa kuniletea profession, yani mtara. Nataka tumcheke. Mwanzo sura 22, 23 na 24 ni habari za Ibrahim, baba wa imani. Sauti yangu ni ndogo sana ya mafua. Ukisoma sana mlango wa 22, 23, 24 na 25 ukiwa nyumbani, Mungu alishamwaahidi Ibrahim kwamba nitakubariki wewe na vizazi vyako na uzao wako. Baada ya Ibrahim kufa, tayari alikuwa ameshamzaa mtoto wake aliyeitwa Isaka. Na chanzo cha baraka ni kwa sababu aliambiwa ukamtoe Isaka kama sadaka, naye akatii. Wakati anataka kumuua Isaka awe sadaka ya kuteketezwa, Mungu akatoa kondoo ikawa badala ya Isaka. Lakini sio kwamba huyu Ibrahim alikuwa na mtoto Isaka peke yake. No, baadaye alizaa. Mungu alimpa nafasi
kina Ishmaeli wametoka kwake, vitoto na vitukuu na kadhalika walizaliwa. Isaka ndiye baba ya Yakobo na Esau. Lakini ukisoma sana Biblia, watu wanaotajwa sana mle ni Ibrahimu, Yakobo. Hata wewe kwenye maombi unasema Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Yakobo, lakini na Mungu wa Isaka. Haleluya. Haleluya. Kwenye sura ya 26 ndipo pana habari ndefu sana ya huyu mtumishi wa Mungu aliyeitwa Isaka. Yeye Isaka, Biblia inasema tayari alikuwa anataka kuhama eneo lile ambalo lilikuwa la baba yake aende eneo lingine kwa sababu ya njaa. Yeye alikuwa na mifugo, alikuwa mkulima. Tayari wanyama walianza kukabiliana na ukame. Wakati anataka kuondoka, basi Biblia inasema ndipo akaambiwa na mfalme Abimeleki kwamba usiondoke, kaa hapa hapa tu kwenye eneo hili. Ndio kuanzia mstari ule wa 9 wa 6 akakaa katika Gilead. Watu wa mahali hapo wakamuuliza habari za mkewe na kadhalika, hizo alizosoma mchungaji Scout. Akaongopa kwa sababu mke wake alikuwa mzuri na kadhalika. Lakini Biblia inasema mwaka ule tu akapata mazao vipimo 100 kwa kimoja. Yaani Mungu akambariki kupita kiasi. Kumbuka nchi ile ilikuwa na njaa, nchi ile ilikuwa na ukame, nchi ile ilikuwa haina maji. Lakini Biblia inasema kwamba Isaka akabarikiwa na Mungu, ng'ombe wake na watumwa wake na kondoo wake vyote vikawa double katika hali ya ukame. Ukumbuke mwanzoni alitaka kuhama kwenda kutafuta maji na kwenda kutafuta hali ya hewa nzuri na kwenda kukaa mahali ambapo pana kila kitu, kama tunavyofanya Tanzania leo. Watu wanahamia huku njia ya Ilula, kuna mahali wanasema kuna vitunguu sijui, ambako ukilima vitunguu utakuwa tajiri. Watu wengi kuwatafuta mjini Iringa leo hawapo, wako kwenye vinyungu kule kwa sababu kuna maji yanayoleta vitunguu saumu, wanapata hela nyingi. Lakini akaambiwa na Mungu, usitoke eneo hili, baraka zako zitakuwa mahali hapo. Biblia inasema Wafilisti walipoona ya kwamba Isaac, ng'ombe wake, mazao yake, maji, vyote vinabariki maisha yake, anazidi kuprosper, anazidi kutajirika, anazidi kuongezeka, Biblia inasema watu hawa wakamhusudu. Kwa Kiingereza neno kuhusudu ni tafsiri baya, sio maana ya kuhusudu kwa kupenda. Kuhusudu ni ichi. Kwa neno hili walikuwa wamepata chuki na hasira kwa sababu ya maendeleo yake. Biblia inasema watu hawa wakakasirika. Wafilisti walikuwa wakaamua kuvifukia kwa kifusi visima vyake Abimeleki. Wakamwambia Isaka, sasa utoke kwetu, maana wewe una nguvu sana kuliko sisi. Basi Isaka katoka akapiga kambi katika bonde la Gerari akakaa huko. Kumbuka Isaac alikuwa anaishi juu ya milima. Wakati baraka hizi zinakuja, alikuwa anakaa anaangalia bonde kwa chini, kama sisi tunaokaa mkimbizi tunaangalia watu wa chini kule. Alikuwa anakaa mahali pazuri. Sasa akaambiwa aende akakae bondeni kwa sababu tu ya baraka. Akafukuzwa, akaondoka akiwa ameacha kila kitu kule juu, yeye na watumwa wake. Mbaya zaidi, wakafukia visima. Kwenye historia ya Biblia, mtu akichimba kisima kwenye shamba lako anamaanisha yeye ndio owner wa shamba lile, ardhi. Ndio ilikuwa title deed miaka ile. Ili uweze kumiliki ardhi, ulichimba kisima cha maji. Ungeweza kuchimba usipate maji, ukachimba kingine, baadaye ukapata maji. Sasa ndio unamiliki ardhi ile. Akaacha vile visima kwa sababu watu walipata wivu, walipata chuki, walipata hasira, hawakufurahishwa na maendeleo yake. Akaamua kuhama. Isaka, Biblia inasema akarudi sasa, akaenda kule chini kwenye visima ambavyo vilikuwa mahali yao zamani, mahali ya baba yake. Akavikumbuka na majina kwenye shamba na ardhi ya baba yake. Kumbuka nimesema ukichimba kisima ardhi ni ya kwako. Kwa hiyo akaenda tu akakumbushia, akachimbua vile visima vya zamani na watumwa wake. Biblia inasema kwa sababu hivyo ya baba yake aliviacha visima, yeye akafukua na watumwa wa Isaka wakachimba katika lile bonde. Biblia inaendelea mbele, inasema wakapata kisima cha maji yanayobubujika. Sema yanayobubujika. Sema yanayobubujika. Wachungaji wa Gerari wakagombana na wachungaji tena wa Isaka, maana wakisema haya maji ni yetu. Ndipo akapaita mahali pale Eseki. Sasa je, mnaopewa watoto majina ovyo ovyo, mwe mnasoma sana Biblia. Wanasema mtoto leo na unaanza kujisikia mtoto wako wa kwanza huyu anaitwa Eseki, lakini hujajua maana yake.
kwa sababu ya magomvi akapaita pale Ese, kwa sababu waligombana naye, wakachimba kisima kingine, wakagombania nacho tena, akakiita jina lake Sitna. Akaondoka huko kwa mara ya tatu, akachimba kisima, ndio kile alichokiita Rehoboam, ambacho baadaye Biblia inasema mpaka leo panaitwa Rehoboth, kwa sababu alipata maji mengi yanayotiririka. Kwa hiyo mara ya pili tena wale watu wengine wakasema hapana, hata haya maji ni ya kwetu, wakakasirika, wakapata tena wivu, wakagombana naye. Mara ya tatu tena hawakuwa wameridhika na wale yale waliomfanyia, wakamwambia tena haya maji sio ya kwako, wakamfukuza na watumwa wake. Alafu Isaac akakaa kimya. Leo inawezekana umehama shule 5 ni kwa sababu tu kila shule unayoenda walimu hawakupendi, lakini pia inawezekana ni udhaifu wako wewe mwenyewe. Lakini kila unakokwenda una kasoro, unazo tofauti na walimu wako au na wanafunzi wenzako. Wazazi wanakupeleka shule hii, wanakuhamishia shule hii, ni kwa sababu tu labda wewe tabia yako ni mbaya, au tu unaonewa. Kwa lugha nyingine unasema na damu mbaya. Lakini sio hiyo tu, inawezekana jirani yako hata hivi tunavyosali wewe atakuwa tayari ameshaenda kwa mtendaji kukushtaki. Kwa hiyo huna raha, kwa sababu wakati wowote atasema mpaka wangu ulikuwa hapa, mpaka wangu ulikuwa hapa. Mfano wa kweli, nikiwa Kidete huko nilikuwa nanunua vitu kidogo kidogo pale nilipojenga shule. Lakini juzi hapa mwaka juzi Fida akanipigia simu akasema, "Mzee, kuna mtu anasema hapa hatukumlipa." Pale nyuma pale ambapo wanafunzi wanacheza mpira zamani. Nikasema hatukumlipa, anakuja. Nikaja yule mzee ameita watu 8. Mimi na mama tukaenda pale. Ndio ndugu yangu. Akasema nyie niwauzia mwisho wapi? Tukasema hii shamba lote lina hati tayari. Akasema si waulize hati, nasema nyie niwauzia mwisho wapi? Tukasema hata hili hapo ulipokanyaga. Akasema hapa ni kwangu, sikuwaonyesha nyie. Na alikuwa ameshalewa tayari, anacheza hivi. Nikasema mzee, hapana, ile leo uliuza. Akasema hapana, sikuuza. Nikasema mashahidi Fida, akasema haya mimi naamua. Mzee usimpe hata 100, usiongee naye tena, na wewe kuanzia leo ukiwa na shida kuongea kuhusu shamba hili unione mimi. Kuanzia sasa unasikia mzee, tena naweza nikakuua hapa. Kile kikao kikavurugika. Lakini tayari wanafunzi walikuwa wameingia shuleni, wanasoma. Kwa hiyo nikajiuliza maswali. Mimi nianze ugomvi na huyu mtu, alafu hao watoto itakuwa. Mama kanita pembeni, akasema tumlipe. Vile kana wewe mama usimwambie mtu bali tumlipe. Tulipi kitu, unasikia mzee akalamba udongo. Kwa jina la Yesu atulipe. Nikamtafuta Mamele. Nikasema Mamele, kamuulize yule mtu shilingi ngapi? Akasema nilipe 1,600,000. Tukatafuta hela, tukalipa tena. Huyu mzee mkufa. Sababu mimi sio mchawi. Katikati hapa Anisira anajua. Mtu mwingine akasema nyinyi hamwezi kunipeleka kokote mimi wala mimi ndio bingwa. Sasa huyo atujamaliza hadithi yake. Eti mimi siwezi kumpeleka kokote. Lakini sio hiyo tu, tukimwangalia Isaac, mfano wa Isaac ambaye mara 3 jamani, kama Anisira tu amepata hasira kupanga vipande. Watu waliochimba visima mita 120, ina maana hizo sio chini ya siku 100 kisima kimoja. Biblia inasema akachimba visima, vikatoa na maji yakabubujika, lakini wakaja watu wakaweka mawe, maji yasitoke. Isaac akaondoka kimya. Kumbuka huku nyuma Abimeleki ndiye aliyesema usiondoke kwenye nchi yetu, maana wewe umebeba baraka za ukoo wetu, umebeba baraka za taifa letu, ubaki mahali hapa. Lakini Isaac bado kwa moyo wa ukunjufu, akiwa anajua kwamba mwisho wa safari yake haujafika, akakubali, akaenda sehemu nyingine, akachimba tena, wakamfuata tena. Wakati sisi tulikuwa tunapigana ngumi, yani sisi tulikuwa tunapiga vyuma humu, mnakuwa mweusi, wewe ndio bounce. Lakini ukiona mtu amekuzidi ngumi, unakimbia ili kesho pigane tena. Isaac alikuwa mtu wa mtindo huu. Yeye akung'ang'ania ngumi ile afa siku ya kwanza, akaondoka akijua iko safari yako. Najua umehama nyumba za kupanga nyingi. Hii nyumba unasema ina bundi, hii nyumba majirani wa korofi, hii nyumba mwenye nyumba haeleweki. Ilienda sarudi kunyoa juice. Wakaja tu binti tudogo sana kama Swaume.
tuna mdomo huo, tudogo ningeturekodi ungeshangaa. Kama wewe mama mwenye nyumba, huyu ana wingu kweli. Mimi nimechelewa kurudi so ananimaindi. Kwa nyumba yake wewe tuhame kesho kwa pamoja. Unaanza wewe na malizia mimi. Alafu na yule kama nyumba ile ya zamani ya Frelimu. Hapana, Isaac anasema pamoja na hayo atahamia upande wa pili na watatu na wanne. Mwalimu akisema umedisco, hakuna haja ya hasira. Mwambie sawa, mtihani wangu utakuwa lini tena. Mimi nilikuwa mchungaji zaidi ya miaka 30. Nilianza uchungaji nikiwa mdogo. Namshukuru sana Mungu. Akaja mtu mmoja ambaye anaaminika Mbeya kwa ubishi wa Biblia. Akasema hodi hapa karibu. Akafungua Biblia. Akasema unakijua kifungu hiki? Nikasema kinasemaje? Akasoma kile kifungu. Kile kifungu akasema wewe tafsiri yako ni nini? Nikasema wewe unakielewaje? Akaniambia anavyokielewa. Nikasema hivyo unavyokielewa ndio ninavyokielewa. Kwa sababu wewe alikuwa tayari kubishana na mimi siku mbili na mimi sikuwa na muda. Lakini wewe jirani akifunga kibwebwe hapa anasema unamlinda mume wako na wanaona kufunga kitenge kinasema amniwezi. Na wewe unasemaje? Sasa mwisho wa siku imani yako na ya kwake zote zinakuwa sifu. Darasa la Samuel alikuwa anamaliza na kundi lake walikuwa wakorofi. Walimu walikuwa wanawaogopa, watoto wadogo wanawaogopa. Watata kwa Kiswahili sasa. Hakuna sababu ya kushindana na walimu wako. Hata Biblia imekataa, imesema wewe huwezi kuwa zaidi ya mwalimu. Ni kweli kazini kwako kuna watu wakorofi walioshindikana. Yaani wewe, mimi nilifanya kazi kwenye kampuni moja zamani. Unafahamu Messenger? Zamani tulikuwa na watu wanaitwa Messenger. Messenger wakati ule alikuwa mfagizi wa ofisi, mtunzaji wa ofisi. Ma Messenger wote kawachunguzi na walinzi. Kama huko mlinzi nisamee. Wana tabia hii moja. Yule Messenger tukifika tu kazini, umebana unataka kwenda chooni, anajifanya ndo anapiga deki. Wewe unataka kupiga deki kabla tujafika. Sasa hapana mjui kama mimi nipo, sasa ndio mtajua. Anapiga deki pole pole. Kwa mnabaki tu hivi tu. Mmetingwa sasa kuingia chooni. Lakini anaendelea tu kule ndani anapiga deki hata masaa mawili ili mjue yupo. Watu wa aina hiyo wakiwaweka tafute choo kingine hata kama ni maili 40 tembea. Haleluya. Daudi alikuwa mchunga kondoo ambaye watu hawakumtegemea kwamba alikuwa mtu somebody. Biblia inasema wakati Mungu ameagiza Sauli aende aweke mafuta juu ya mpendwa wa Mungu atakayekuja kuwa mfalme, Sauli kwenye nyumba ile na kundi lake wakampokea kwa shangwe, wakawa na tashwishwi, wakafikiri ile nyumba huyo mtoto fulani kwenye nyumba ile au mtu fulani kwenye mji ule ndiye atakayepewa ukuu, atamwagiwa mafuta na pembe, wakajipanga pale na baba yao. Lakini akati anataka kumwaga mafuta, Mungu akasema hapana, hayupo niliyemchagua. Akaangalia tena akasema Mungu ni hawa. Wakaulizwa, je, kwenye nyumba hii hayupo mtoto mwingine? Ndipo wakaambiwa alipokuchunga kondoo kamuite Daudi. Alipokuja wakamiminia mafuta. Kwa hasira bila shaka alimwaga yote. Lakini wakati wanamwaga mafuta hawakujua nguvu iliyomo ndani ya Daudi mpaka siku alipompiga Goliath. Haleluya. Amen. Ndio wakajua kumbe ndani tulikuwa tunaishi na mtu. Hata kama Mwalisu ulipeleka kanda zako Dar es Salaam, walikudhulumu za kwanza, walikudhulumu za pili. Usiende kula unatembea na Arabi, wale tibejea Arabi. Unajua Kiera walinidhulumu. Sijui huko Mbeya hawakunimalizia hela za uimbaji. Huku sio wakati unasoma business administration wanafundisha hivi. A business person is not someone who is in the court every day. That is a lawyer. It's not easy. Samahani sana Alex na Lazaro, unajua kesho mna kesi na kusizungumzia. Nasema hivi, mfanya biashara yoyote anayeshinda mahakamani na mawakili nyuma, wewe sio mfanya biashara, ni kitu kingine. Huyu alinidhulumu unga, hakulipa. Huyu kwa balozi. Sasa wewe kesho kwa mtendaji, kesho kwa mwenyekiti wa mtaa. Kesho shughuli na mihuri imejaa kwenye unatembea na begi yote ni kesi tu toka asubuhi mpaka jioni. No. Wanaofanikiwa kwenye biashara ni wale ambao wanaamua sawa, nimezulumiwa hapa, anaweka mtaji mwingine, anasonga mbele katika jina la Mungu. Na ndio maana sasa unakuta watu hawawezi kukabiliana na upinzani. Sizungumzii wa kina Tundu Lissu. Upinzani yani challenge kwenye maisha yako hayako katika hali nzuri. Yawezekana mke wako au mume wako akawa mpinzani wewe kwa maisha yako. Chimba kisima hapa haielewi. Unatoka kwenye genge ndio kwanza mume wako anasema unapoteza muda wewe mama fulani. Una akili hata moja.
Kesho unaanzisha mradi wa kufuga kuku, anakucheka mume wako. Kesho unaanzisha mradi huu, anakuwa na wewe pungwani. Kesho unajaribisha hiki ndio kwanza na kudharau. Lakini Isaac hapa aliendelea hatua kwa hatua mpaka mwisho. Usikiliza neno la Mungu kule mwishoni. Kuanzia mstari ule wa 28. Ndipo Abimeleki akamwendea kutoka Gerari pamoja na Huzati rafiki yake na majina hayo. Isaka akawauliza, mbona mwanijia nanyi mmenichukia mimi mkanifukuza kwenu? Wakasema, hakika tuliona ya kwamba Bwana alikuwa pamoja nao, nasi tukasema na tuapiane sisi na wewe na kufanya maagano nao ya kuwa hatutatenda mabaya iwapo sisi hatutakugusa wewe wala hatutakutendea ila mema, tukakuacha uende zako kwa amani, nawe sasa umebarikiwa na Bwana. Basi akawafanyia karamu, nao wakala wakanywa, wakaondoka asubuhi na mapema, wakapiana wao kwa wao. Kisha Isaka akawapa ruhusa wao, na wakaenda zao kwa amani. Ikawa siku ile ile watumwa wa Isaka wakaja wakampasha habari za kile kisima walichokuwa wamekichimba. Wakamwambia, tumeona maji. Naye akakiita jina lake Shiba. Kwa hiyo jina la mji huo ni Beersheba mpaka leo. Piga makofi kwa Yesu. Alikuwa mama mdogo Tumaini hapa, ningewaambia hapo ushuhuda. Siku moja nikiwa mjini pale, akaja kijana mmoja akapiga magoti mbele yake, baba unisamehe, akaanza kulia katikati ya mjini. Akalia wewe, nikampa nafasi. Alipomaliza nikasema, wewe ni nani? Akasema, mimi ni kijana wa Mwarongo. Yule kijana anamtuma na bajaji. Nimekuaje? Mimi ndio jana nilikuwa polisi, nikasema uongo kwamba fulani ameniibia, wewe mzee ukawa tayari kumlipia yule. Kwa hiyo nimekuja kutoa. Asubuhi mama alikuwa na Tumaini. Sio huyo tu, na idadi ya watu nikianza kusomea message humu wiki hii, na mama tumesoma 4, na kijana mwingine kaja nyumbani. Akasema yeye ana hesabu za makosa aliyokosa kwetu. Tukasema sisi sio Mungu, ni watu, ni wanadamu. Lakini ukisoma maneno haya ya Isaka aliyowaambia hawa kwamba nyinyi mnakuja tena kwetu mmeongozana, Yesu mlitufukuza kwenu. Akasema hapana, yule mfalme na watu wake tumekuja kuwekeana kiapo. Zamani wakati ule tunapokuwa tulikuwa tunafinga namna hii, unakumbuka jinsi? Alafu mtu anakata katikati. Ndio tusema hatutagombana tena. Wakaweka maagano watu hawa kwamba kuanzia leo tunamuogopa Mungu wako, tunamheshimu, tunamuhimidi, tunamtukuza. Wakala wakanywa, wakafanya sherehe wakisema Mungu wako wewe ni wa tofauti. Mbali ya mabaya tuliyofanya mara ya kwanza, mbali ya mabaya tuliyofanya mara ya pili, mbali ya mabaya tuliyofanya mara ya 3 na 4 na 5, lakini leo hawajamaliza kusema, watumishi wakaja wakasema kisima tulichochimba saa hii kinabubujika maji. Wakashangilia kwa pamoja, wakala wakafanya karamu. Haleluya. Amen. Sasa wewe mwenzako tu akichukua mafuta ya kupaka muongee wiki nzima. Unatafuta kumkomesha, unamchongelea kwa mama hata sio ya kweli. Kisa tu mafuta ya kupaka. Sasa ukiona amechukua mafuta ya kupaka mpe na kichania. Haleluya. Amen. Umo barabarani humo. Tunakutana na mambo mengi sana. Sasa zamani mimi nilikuwa natembea na rungu na kisu. Vitu viwili. Kwa hiyo Neema alikuwa na kazi sana ya control temper. Kwa sababu mimi nimezaliwa na asili. Yaani babu yetu sisi usimwona ajisile ni nusu labda robo, lakini sisi tulizaliwa na babu ambaye nafikiri alikuwa na shida ya akili. Aliwahi kuua kabla hajafa. Sasa mimi nilichukua hizo pia attitudes nimeacha sasa. Namshukuru Mungu sana Neema. Kwa hiyo ilikuwa mtu tu akigusa kandangu, akigonga awe traffic au mkubwa au mrefu, atapata taabu sana. Sasa hivi mpaka watu wanashaka kama ndio huyo mtu yule wa zamani. Niliposoma kwa Isaac nikajifunza kwamba Mwalisu hama hata nyumba 40 tu, wewe kuhama tu. Na unajua neno revenge sio kuonyesha kwamba una nguvu, ule upumbavu. Revenge haimaanishi kwamba Agrei mtu akikuchokoza wewe, kwa hiyo ukimlipiza wewe ndio bouncer kwa unachomoa na shati unatembea hivi. Haniwezi hiyo. Kesho unapigana na mwingine haniwezi. Kwa hiyo utapewa majina tu. Hata kama ukataa kuja kwenye kwaya Jumamosi kwa kufikiri unamkomesha Adisile. Sasa Adisile ukiona wajaja wote wewe peke yako anza kuimba. Wiki hiyo na rekodi na kurekodi natoa. Twende kwa nani? Mke wako hapo wewe. Twende kwa nani? Sasa
Wiki nao kuja wanatunga mwingi musali safiri kwenda Kana. Kwa sababu ukianza kushughulika na watu wanaosema hii kwaya baba mdogo mtamweza mkono ni huyu. Na wewe usienda tena naye mshamba yule. Sasa ukianza kushughulika nayo utasali wewe. Tungekuwa tumekimbia hizi huduma muda mrefu. Wakati unatembea mjini wanasema huyu anashughulika na watoto yatima muizi tu huyo. Lakini unawasikia wao na wabariki. Alafu baada ya miezi mitatu hawa wanapiga magoti na kuomba msamaha. Tungekuwa tunalipa kisasi, watu wasingekuwa wanasalimiana na sisi mikono hii, ingekuwa inanuka damu. Kwa sababu pia uwezo wa kulipa kisasi tunao. Nguvu tu za kawaida za kibinadamu tunazo. Umaarufu tulionao tungeweza kuumiza watu wengi. Lakini kwa sababu Jehova aliyekufa msalabani kwa ajili yetu, akamfanya hata Isaka akawafundisha wale, akala nao karamu wabaya wake. Unajua Ukristo una gharama. Ndio maana Yesu kabla hajafa, Baba uwasamehe hawajui wanalotenda. Revenge is not to show that you are a powerful person. No. Na ndio sasa siwatumi nyie mliooa, mke wako akikosa usimsemeshe siku tatu, unakuta ameondoka. Ndio wanawake wana mioyo nyepesi. Mke wako akikosa hapa anamuulize, mfundishe yaishi. Sasa mke wako akikosa afu kukauka, afu anakusemesha anasema kula sio. Mungu mwenyewe. Kesho tena siku ya tatu utaona hapa kinachofuata ni kuuawa, utakuta hiyo. You need to talk. Lakini Isaac yeye aliamua kile wabaya walilofanya, akaamua kufanya tofauti. Walifukia visima, akaenda kachimba vingine. Yule mtu aliyesema nimuuzie shamba nilimlipa tena mara mbili, twice. Isaac akafanya sherehe, akala akanywa na wabaya wake. Tasema unaporudi nyumbani ukasome sura 22, 23, 24, 25, 26 mwishoni utayakuta maneno haya ya kutia moyo. Ikawa siku ile ile watumwa wa Isaka wakaja wakampasha habari za kile kisima walichokuwa wamechimba, wakamwambia tumeona maji, naye akakiita jina lake Shiba. Kwa hiyo jina la mji huo ni Beersheba hata leo. Hata ukijua, hata ukimwona mtu kwenye ndoto kwamba huyu ndiye anayekuroga, muombe. Siku ya mwisho Mungu atampa ufunuo. Sasa nyingine utakufa hujamuona adui yako. Na wewe yawezekana. Nilikuwa nasoma hapo Tumaini mwaka fulani, nikaenda Marekani. Biblia pili nafikia 3. Sikuomba ruhusa, scout alikuwa darasani. Mama mmoja akasema huyu mchungaji nimemind. Sasa mimi mind ni mtumishi wa Mungu. Uliza ni scout huyo. Nikarudi watu wote wanatikisika Tumaini, umeisha utahitimu, naambia nitahitimu na nyie siku hiyo. Kama Bwana aishivyo. Usicheze na mkono wa Mungu. Baraka za Mungu alizoweka kwako Leonard hayuko wa kuzuia mpaka zitimie. Baraka alizoweka kwako William, hata kijiji kizima waking'ata meno mpaka zitatimia. Isipokuwa wewe moyo wako uwe sawa na Isaac. Watazuia, watachelewesha siku ya mwisho aliyopanga Mungu ufike mahali utafika. Na ndio maana umetoka theater salama, kwa sababu mpango wa Mungu ulikuwa uwe hai, sio wewe umekufa. Hata kama kikao cha wachawi walisema utakufa, you are alive because God has a purpose in your life. Ndio maana Steve hata kama unapumua lakini uko daily bread, ni kwa sababu mapenzi ya Mungu sio ya wanadamu. Amina. Na siku ya mwisho watakuja kwako na utakula nao sherehe. Mshike jirani yako mkono, mwambie tuwe kama Isaac. Tuombe. Baba, tunakushukuru sana mchana wa leo. Asante kwa kutufundisha moyo huu wa tofauti wa mtumishi wako ambaye hakulipa kisasi mpaka mwisho. Mungu, tusaidie na sisi kuficha nguvu zetu na uwezo wetu kama wanadamu, ili tusiwaumize wengine duniani. Bwana, siku ya mwisho tukale kalamu pamoja, tukitukuza na kushangilia. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tukae.